kubwa zaidi niko mitaa ya Buza huku ambapo nataka nizungumze na wanangu pia kitaa wanasemaje, ambao ni mashabiki ambao wengine baadhi yao wana tiketi mkononi, lakini baadhi yao wao ndo wanajiandaa kwenda kukata tiketi. Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wametoka mikoani, mikoa tofauti tofauti. Kuna watu wametoka Sumbawanga, Rukwa, kuna watu wametoka Mbeya, kuna watu wametoka Tunduma, watu wametoka Kiela huko boda ya Malawi, wamekuja Dar es Salaam kuja kushuhudia mchezo. Na taarifa zilizopo ni kwamba mchezo umeahirishwa. Sasa mashabiki kutokea Buza wao wanasemaje? Nimeona story ni nyingi sana zikizungumza kuhusiana na hili jambo. Mimi nataka niongee nao pia wazungumze ya kwao ni yapi, kwa sababu mchezo ni mkubwa na ni kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Huku bwana Buza wanaitaga ni siku ya sikukuu ya timu mbili, kwa maana kwamba kama mmoja sio mshabiki wa Simba basi mwingine ni mshabiki wa Yanga. Mimi nataka tuende mtaani, lakini big shout out sana kwa Lukungu Solar Supply ambapo pia ana duka kubwa kabisa ambalo anauza taa za urembo, yuko Sumbawanga pale mkabala na ofisi za CCM wilaya katika wilaya Sumbawanga. Huyu mtu anauza taa za urembo, kama unataka taa za kwa ajili ya klabu, taa kwa ajili ya pubu, taa kwa ajili ya kwenye fence, taa za security kwa maana taa za ulinzi, taa za kupendezesha ndani kwako kwenye bodi lako vizuri kabisa, yuko pale Sumbawanga karibu kabisa na ofisi za CCM wilaya au soko kubwa mtaa Mazu, yuko pale anaitwa Lukungu Solar Supply ambapo anauza vitu vingi sana. Lakini pia kama unahitaji muziki mzuri basi yuko pale, unahitaji kuwa unataka kusuka nyumba yako yuko pale, ana vitu vingi sana the way. Baadaye nitakutajia namba yake ambayo anapatikana. Big shout sana kwa mwanangu Bonge au fundi pikipiki mitaa NBC Benki ambaye pia amesupport kwa kubwa zaidi kunifikisha katika huu mji mkubwa kabisa wa Dar es Salaam. Huyu mtu pia ni fundi pikipiki ambaye yuko pale anatengeneza pikipiki kwa kubwa zaidi. Unahitaji pikipiki yako ibadilishe mungurumo, unahitaji pikipiki yako ipendeze kwa kubadilisha rangi, unahitaji pikipiki yako iwe imara kama ilivyotoka dukani, basi huyu mwamba yuko pale. Unaweza kumuita Kasunga Company Limited, anapatikana pale NBC Bank mitaa ya Sumbawanga mjini pale. Noma sana, ni wengi sana ambao amenifanya nimefika hapa, lakini nitaendelea kukutajia taratibu. Tukitoka hapa ni waahidi tu kwamba tutakutana pale Taifa pia tukaangalia ni kitu gani ambacho kinajili. Mimi naitwa DJ Mwasa, nyuma kamera anaitwa mwanangu Tini wakazi Tini Boy ambaye anangalisha kidoa kinoma kinakuwa kinawaka vizuri kabisa. Tuenzetu tukapiga story na wao wanasemaje kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo kati ya Simba na Yanga udabi au sikukuu ya Dar es Salaam. Wewe Salem Niga. Salem Niga. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Buza. Mechi ipo. Hizi ni triki tu za mchezo kama huu. Hapo unapotokea debi ya Kariakoo mambo yanakuwa mengi. Hajanza leo wala juzi mambo haya. Sisi timu tunaleta uwanjani na hapa ndipo nakwenda uwanjani. Una tiketi kabisa? Tiketi hapa ipo. Tiketi ipo. VIP hapa. Acha bwana. Pengine tuzungumzie sasa upande umezungumzia kwamba huwa ni kawaida dabi. Hii imewahi kutokea mara nyingi kuhusiana na kugairisha, pengine wewe ukiwa kama mzee wetu ambaye kidogo kwa miaka 80 mambo kama haya kutokea, mtu anatishia kwamba leti timu lakini siku ya siku timu inakuja. Kwa hiyo kwetu sisi ambao kidogo umri unasogea tumekutana na vitu kama hivi katika michezo ya Simba na Yanga. Kwa hiyo mimi na imani kwamba hizo triki za kwao sisi tunaleta timu na tunashinda goli 2-1. Yaani uhakika. Ushindi upo. Abdalla Yusufu Mchimiki, mkazi wa Buza kwa Rulenge. Mimi sina uthibitisho kamili wa kusema mechi imegairishwa, na mpaka hivi sasa nasema mechi ipo. Tunangoja muda ufike, tupambane na jambo letu. Sisi ndo wana Jangwani na tuna uhakika ushindi upo. Lazima utakuwepo. Ushindi upo. Hizo ni mbinu za mchezo, kwa sababu mpaka sasa hivi naona hakuna uhakika kamili wa kwamba kukamilika kwa hili, kwa sababu naona kama ni maneno tu ya mitaani. Sina uhakika nao kamili, kwa sababu kama ingekuwa kuna mabadiliko yoyote naamini mpaka sasa hivi tungeyapata kwa kuthibitisha, lakini naona kama ni maneno tu ya mitaani, ila naamini mechi ipo. Mimi mshabiki wa Simba. Unaitwa nani, mwenyeji wa wapi? Mimi naitwa Hassan. Mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Buza. Hapa Buza. Mimi binafsi nimelichukulia ni jambo la kawaida tu, maneno labda ya kuzushwa, lakini lolote linaweza kukatokea. Cha msingi mimi naiombea dua tu, sababu kwenye mchezo zinazoongea ni dakika 90. Kuna maono yoyote tunayaona hapa kwamba kuna mabao pengine? Sina uhakika. Kwa kweli hilo tumwachie Mwenyezi Mungu. Naitwa Shabani Abdalla. Shabani. Bwana Shabani, unashabikia timu gani? Yanga.
Hujatinga uzi bado? Bado baba, saa moja. Ikifika mida fulani unaenda kutinga. Kama kawaida. Utakuwepo pale uwanjani? Kama kawaida, hatukosi. Pengine sasa tunaambiwa mechi imeahirishwa. Hili umelisikia na umelichukuliaje? Hilo nimelisikia bwana, nimesikia kwa watu ndugu zangu. Wanasema bwana ule uwanja itakiwa nao wakafanye mazoezi. Ila nasikia wamezuiwa, sijajua sasa issue ni nini. Ila mimi naona hizo ni figisu tu. Uoga. Waishachunguliwa wameona kufa nyingi. Umeona bwana? Unataka kuniambia kwamba Simba kuna namna wanaogopa? Wanaogopa baba. Wanaogopa. Papa utakiwa tuingize timu leo uwanjani. Anaitwa Athumani. Athumani, mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Buza. Buza Hapa kwa Lulenge. Kwa upande wangu mimi nalizungumzia vibaya. Maana sijalielewa vizuri. Ila taarifa umezipata? Taarifa nimezipata. Pengine unadhani hizi taarifa zinavuma kwa ajili gani? Kuna kitu gani hapa katikati? Huo ni uoga, tunajulikana. Kwamba Simba waoga au Yanga? Waoga inajulikana, Simba waoga. Mpaka dakika sijakuwa na uhakika kama mchezo umeahirishwa. Ila tetesi nazozipata kila mmoja anasimamia kanuni za soka jinsi ninavyosema. Kwa hiyo huyu yuko sahihi kwa sababu anasimamia soka, ila kwa sababu tunaleta mambo ya ushabiki na nini ndio vile tena. Jua sasa kwamba mtu akifanya vile panahitajika nini? Aidha kuna faini au kuna kufungiwa au kuna nini, sawa? Kwa hiyo sijajua kama kuna kuahirisha mechi basi naahirishwa, na kama kunatakiwa mechi cheze mtu apigwe faini basi mechi cheze mtu apigwe faini, maisha yaendelee. Okay, unawaambia nini mashabiki wa Yanga sasa hivi wanakutazama na wengine wanakusikiliza? Washishi wa mazoea. Yaani wasikalili maisha. Rudia baba. Wasikalili maisha. Naitwa Dogo Litongo. Mimi ni Yanga Sports. Yanga? Yanga Sports Club. Gusa achia twende kwao. Rudia hiyo. Gusa achia twende kwao. Una maana gani hapo? Gusa achia twende kwao. Ni kwamba soka litaongea uwanjani. Sasa tunaga maneno mengi. Sisi ni watu wa boli, tutaongea soka, tutaongea uwanjani. Aisee, una hatari. Basi acha tuzungumze siku ya leo. Unawaambia nini mashabiki wa Simba? Nawaambia mashabiki wa Simba wafurike uwanjani, waende kaangalie Gusa achia tuondoke kwao, wakaangalie burudani ya mpira. Unajua Yanga ni kama chuo yani Tanzania. Tunatoa vipaji vingi vya football. Tunaona kama Mzinze sasa hivi kila mtu anamtaka. Tunaona wachezaji kama tuna vijana wadogo ambao wanajua boli. Sawa. Mashabiki wa Simba waende uwanjani wakaangalie burudani. Wasishi kama alivyosema jamaa, wasishi kwa mazoea. Waende uwanjani wakaangalie burudani. Kwa nini unasema wasishi kwa mazoea kama yeye alivyosema? Waende uwanjani wajazane wakaangalie burudani, wakaangalie wanavyokufa tena. Hizi vurumai za kuahirishwa kwa mechi pengine wewe umezichukuliaje na unazungumziaje? Kama mpenzi wa mpira, sawa, kama ni familia ya mpira, lazima usikitike kwamba soka letu linaenda kuharibika, kwa sababu inawezekana vitu vidogo vikaharibu mpira wetu. Sawa, kwamba Azam washatia gharama zao kibao kwenye matangazo, sawa, watu washatoka mikoani, wengine wamepanda ndege, wengine wamepanda mabasi, unaona. Alafu mtu anakuja Dar es Salaam hapa anaambiwa mechi imegairishwa. Sawa, lazima usikitike kama mtu wa mpira, kwa sababu watu wameacha shughuli zao, wamekuja kuangalia mpira. Alafu mpira from nowhere tu inagairishwa kwa sababu ambazo sio za kimpira, unaona. Ingekuwa sababu ya kimpira, labda geographic hairuhusu, sawa, labda imetokea ajali, sawa, inakuwa ni lazima mechi igairishwe. Lakini kwa sintofahamu iliyotokea tu ghafla mechi inagairishwa, kama kweli ni mpenzi wa mpira, ni mtu wa mpira, lazima usikitike kwamba mpira unaenda kuharibika Tanzania. Na tusipoangalia kwa situation inavyoendelea, Simba na Yanga watakuja kutushusha renki pale tupofikia kafu, kwamba sasa hivi ni namba 4, sawa, kwa Afrika. Tutaendelea kushuka kwa sitofahamu kama hizo. Inawezekana mchezo mkubwa, tumeandaa matangazo na nini, alafu mechi inakuja ikagairishwa ghafla. Nimesikia ila mechi inapigwa. Mechi ipo. Wewe umeshakata tiketi? Tiketi ninayo. Toka lini baba? Nakaribia siku 4 nimekata. Umeona? Siku hizo 4. Pengine haya maneno ulivyosikia asubuhi ya kuahirishwa kwa mechi ukiwa kama shabiki wa Simba kindaki, ulijisikia vipi? Nimejisikia vibaya sana. Najisikia vibaya. Ila unawaambia mpaka taarifa sasa hivi hatujapata kamili kwamba ipo au mna. Ila na imani mechi inachezwa. Kwa hiyo iwepo siwepo utakuwepo? Mimi naenda. Yanga waje tu. Waje washuhudie burudani. Una utabiri wowote hapo pengine wa magoli upande wako? Utabiri wa kutosha. Kama magoli mangapi upande wako una hizo? 3. Kwa 1. Jamaa kacheka. Oya shwari mzee. Kama kawaida. Kama wewe umefurahi sana. Magoli 3 anakufurahi. Anatetemeka mtu mwenyewe. Anauliza magoli afu anatetemeka, hana uhakika magoli huyo. Unaweza kumsaidia pengine ni shabiki wa timu gani kwanza? Anza na majina yako. Mimi naitwa Omar. Unaitwa? Omar.
Tuzungumzie sasa, tuanzie kwanza na kuahirishwa kwa mechi. Nadhani kuna ukweli na kama kuna ukweli unadhani ni kwa nini? Hilo mpaka sasa hivi mimi sina uthibitisho wote kwamba ipo amna. Lakini mimi na imani lakini mechi leo itakuwepo. Unaambia nini wapinzani wako sasa? Tuanzie hapo sasa. Wote tumejipanga vizuri leo, lazima ushindi uwepo kwetu. Mimi kama shabiki wa lazima ushindi leo uwepo kwetu. Kuna utabiri pengine wewe unadhani timu yako itatoka na magoli mangapi? Mimi utabiri wangu ni ushindi. Siwezi nikasema idadi ya magoli. Ila ni ushindi. Lakini ushindi ndio muhimu. Anaitwa Maalim Kashasha. Kashasha? Maalim Kashasha? Maalim Kashasha, tumuumize. Simba, damu. Okay, tuzungumzie dabi ya leo. Imesubiriwa kwa muda mrefu. Asubuhi mapema tunasikia imeahirishwa. Ili ulilisikia na ulilichukuaje? Hilo mpaka sasa sina uhakika, maana nasikia watu mechi imeahirishwa, Simba sio mzee nini, sitajengia uwanjani. Kimi naona vile kama ile wote wanaogopana, lakini ngoma lazima itatwanga. Ngoma iishi mpaka iishe. Mpaka chai inajulikana ni bingwa na ni mnyonge. Aise, noma sana. Pengine umejipanga vipi kuhakikisha timu yako unaisupport upande wako wewe? Kusupport upande wangu labda nitavaa jezi yangu kabla ya mechi. Jezi yangu ya Simba nitatinga, najua uhakika. So jana wameakanyaga, wameweka chumba cha Masai, hapo wamevaa kanga. Anianga wameweka chumba cha Masai, hapo wamevaa kanga. Fikiri inatokea nini sasa? Wewe sema yani wameweka chumba cha Masai wamevaa kanga. Nafikiri inatokea nini shehe wangu? Mimi siongei sana. Ngoja mtanange uje, tupige tuue. Kwa majina naitwa Vidox, mwenyewe naitwa Vidox au Davido. Wewe ni mwenyeji wa hichi kijiwe sana. Hilo swala unasema kuahirisha kwa mechi, mimi nimesikia tu juu, lakini bado sijaweza kujua kiundani zaidi, maana mimi nahisi wanaopaswa kutoa tamko ni ngazi ya juu, TFF, bodi ya ligi, hao ndio wenye haki ya kusema kama mechi haipo. Lakini unajua Tanzania siku zote tunapenda kuishi katika rumors. Neno dogo hujalijua undani wake, we ni kelele tu. Hasa mimi kwenye swala la mpira, mimi najua mpira na nafuatilia mpira, nataka kufahamu mpira na ufahamu sana mpira. Kwa hiyo siwezi kusikiliza mshabiki anaongea kitu ambacho hakijui. Sababu tunajijua Tanzania, neno dogo ambalo huna ushahidi nalo basi unalikuza liwe kubwa. Hapa mimi nasikilizia mpaka muda huu nilipo, mpaka pakuja hapa maskani kwetu, bodi ya ligi watatoa tamko gani kama kuna mechi itakuwa haichezeki ama itachezeka, basi tutajua hilo. Lakini hata kama haitochezeka watakuwa makosa watu wengi sana. Unajua mpira wetu sasa hivi umekuwa Tanzania, hususan ni dabi. Kuna watu wengi sana wanafuatilia dabi. Kuna watu wanatoka nchi za nje huko, wanatoka Ujerumani, Kenya, nchi za Ulaya huko kuja kuangalia dabi yetu. Sasa unapokuja eti nusu saa tu unasema eti mechi hamna, wanajitia aibu wenyewe. Afu tunawafanya watu wameingia gharama ambazo hata kesho pia wanasema siwezi kwenda kule. Watu wenyewe wagaigai, umeona? Yaani tunajaibisha kimpango fulani yani. Hebu tuanzie hapo sasa. Sawa, mpira utakuwa utachezwa. Pengine unawaambia nini sasa wapinzani wako, nazungumzia Simba ukiwa kama mwana Yanga? Hapo ni wafanye tu kiungwana, waje uwanjani. Watanzania wanapenda burudani, waje waonyeshe burudani, wasiogope kama wanaogopa kono. Unataka kuniambia kwamba kuna kuogopa hapo? Siwezi jua, labda kuna kono. Unajua kono nalo, salamu zetu tunataka kumsalimia ni jirani, tukomeshe kono ili jirani ukimwona unamsalimia. Unataka kuniambia nini? Kufanya hivi. Unataka kuniambia nini leo? Sijui kama kono ama vipi. Majina naitwa Mohamed Abdalla, lakini maarufu naitwa Mkongwe, fundi aluminium Buza. Kiongozi mjumbe wa watawi wa wakali wa Buza kwa Ulenge. Buza nimekutana na jezi za Yanga nyingi sana. Hili unadhani ni kwa nini? Na sisi tunaendeleza pale tulipoishia, tunajiamini. Na maana kwamba wenzetu ndio kama hivyo unavyosikia. Wanaishia njiani. Lakini sasa kuna taarifa ambazo kama wewe unavyozisikia na mimi nazisikia, lakini ninachojua mechi ipo. Unaambia nini sasa wapinzani mpaka sasa hivi? Wapinzani nilisikitishwa kidogo sababu nimepita mtaani wananivuta, sababu wengi wananijua Buza hii bwana inakuaje nyie mmetuzuia sisi kuingia uwanjani. Nikamwambia hamna, hujazuiliwa, labda kuna vitu ambavyo vilienda ndivyo sivyo ambavyo ulizuiliwa, lakini ama mtu ambaye alikuzuia cha kufanya lete timu uwanjani. Umeona tu. Niliongea nao mambo mengi sana, kicha msingi nikamwambiaje msichukulie kijuju, sio mpira tuujui. Mpira ambao kufikia dabi kuna maandalizi yamefanyika makubwa sana. Na watu wametia hela. Kama alivyoongea mwenzangu hapa, kuna watu ambao wanatoka nchi za nje wanapata idabi, wamelipia tiketi za go and return kwa muda husika.
Leo tukijujuu mtu atokea kwamba mechi imeahirishwa, hili swala alipo. Na sisi mara nyingi tunategemea kutoka taarifa kutoka kwa ngazi za juu, bodi ya ligi au TFF. Na mimi ninavyojua mpira kwa uchache kwamba taarifa ya kuahirisha kwa mechi inakuwa ndani ya masaa 72. Kwa hiyo tuachane habari za mtaani, tuachane habari za watu ambao sijui mpira, mechi ipo, muda ule uliosika, walete timu wasiogope. Walete timu wasiogope, kipigwe. Unadhani hapo kuna lolote linaweza kutokea upande wenu kuhusiana na mechi ya leo? Mwoga usamuona alishaanza kwamba kusema host ingizi timu. Nikuulize swali moja la msingi. Simba ya Dar es Salaam au sio? Yanga ya Dar es Salaam. Simba ulianja hujui? Anaujua. Hajawahi kucheza mpira muda uliopangwa kama leo? Amewahi. Sasa kama Yanga atakuwa amefanya kosa alimzuia asiingize timu kufanya mazoezi, Yanga ataadhibiwa kwa iko kipengele, lakini yeye alete timu kipigwe. Umeelewa vizuri? Mimi naitwa Omar Ismail au maarufu Tolu, fundi pikipiki kwa Lulenge. Yaani mimi jana naamka kula daku saa 9 ile. Yaani mimi mwenyewe sijalala tena. Maana nilikuwa nawataka kishenzi yani. Yaani nawataka sio kidogo. Afu nasikia mechi kama wanaleta ugaigai, mimi mwenyewe nakuwa sielewi ndugu yangu. Pengine unadhani kuna ukweli ndani yake kuhusiana na hili Vurumai? Vurumai bwana, mimi naona Simba analeta uoga tu. Yaani Simba ni muoga kwa sababu gani? Ule uwanja sio mgeni. Labda tungekuwa tunacheza labda Malawi huko, viwanja hatuvijui sawa. Uwanja sio mgeni. Itakiwa alete timu tucheze mpira. Yanga kama tuliwakataza sisi. Umesikia? Tutahukumiwa kwenye kifungu la mechi ichezwe. Kuna watu wanaingia hasara mzee. Kuna watu wameweka hela. Watu wameweka hela. Watu wamekata tickets. Watu wametoka mbali. Noma sana. Bwana, jamaa anachongea ni kweli. Jana nimeshuhudia Costa mbili ya kutoka Mbeya na kutoka Sumbawanga zimeingia hapa kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo. Kitokea kweli inaleta shida. Walisia Simba anatuogopa. Wanatuogopa. Sisi tulipoishia ndo tunaanzia pale pale. Tulipoishia tunaanzia pale pale. Uoga ndo unawakosti ndugu zetu. Wale timu uwanjani wakipigwa tena 5-6 si ndo mpira. Una hakika timu yako inaweza ikatoboa? Baba Ki Stefano professional player baba. Una Pakome. Tunaendelea. Kuna watu wanaleta uchawa, wanamuita shemeji mradi waone huruma. Baba shemeji ana moto. Udadeka na viatu vipya. Ile mechi ya leo. Baba anawaua. Kwanza leo anapiga trick. Mvua hii. Mvua inaashiria nini? Anajua mwenyewe kama sasa ukiona mvua unajua kuna kitu kinatokea. Mwenyewe anaelewa. Simba anazaa. Sisi Simba anazaa, Simba anaua. Simba anaua. Alikuwa na mvua sasa Simba anazaa, Simba anaua. Mwenyewe anajua Simba anazaa. Maki Athumani Mduma. Mimi shabiki wa Simba. Sisi tumesoma kwenye ukurasa wa Simba wameandika kwamba hawataingiza timu kutokana na aliwakuta jana wakati wanaenda kufanya mazoezi. Kwa mujibu wa kanuni wanaruhusiwa wafanye mazoezi muda kama ule kabla ya siku moja, yani ndani ya masaa 24. Wakazuiliwa na Yanga. Sasa wamesema hatuingizi timu. Sasa utawalazimisha na wakati wewe tayari ushaanza kuwaletea figisu. Yani umewatoa kwenye mchezo mzee. Sasa kama umemtoa kwenye mchezo kinachofuatia ni nini? Haya mambo yalianza kujitokeza kule Tabora kule. Sijui unakumbuka. Mpaka mkuu wa mkoa akaingilia kati. Mambo yani yale unajua yule jamaa naye ni Yanga. Kwa hiyo ni kama ni kampeni ya Yanga mzee. Kuitoa Simba kwenye reli ili wafanye yao. Pengine nadhani kuizuia Simba kama ulivyozungumza, kuna vitu ambavyo vinafanyika uwanjani au ni kwamba tu wasiuzoe uwanjani kwa sababu wao Yanga ni wenyeji katika uwanja wa Taifa? Mimi siwezi kusema kuna vitu vinafanyika, ila mimi najua kwenye mchezo ndio maana hata mchezaji ukimpiga mwenzio ukumbo hivi ukimuuza ukimtoa tu kwenye mchezo basi unakuwa rahisi kumpita. Hizi ni vikumbo vya kwenye mchezo. Sio kama kuna vitu vinafanyika, hizo ni imani zao. Pale tu ni fujo tu. Kwani wangeruhusu Simba wakaingia pale kuna shida gani? Na kanuni inaruhusu wafanye vile. Wanasema sijui kulikuwa na wazee. Kwani wale wazee ndio watacheza? So wanacheza Simba vijana wale bwana. Shida ni nini? Mbona wao wanaingia na wazee? Shida ni nini? Au wafanye wao wasifanye wengine? Kwa hiyo haya mambo ya kimchezo haya yapo. Ina maana wale wana utaratibu wao wameweka wapige wachukue ubingwa mara 4. Ina maana wakichukua mwaka huu ni mara ya 4. Sasa wanafanya ili hali wafanikishe jambo lao. Kwa sababu wanaona hii mechi, hii mechi ndio inaenda kumtoa mbingwa. Yaani wewe ruka unavoruka. Akipigwa Simba hapa wa pili, akipigwa Yanga wa pili. Ndivyo ilivyo. Sasa wewe yule bwana anafanya anavyojua ili angalau
afanikishe jambo lake, kwa sababu ujue tofauti ni pointi moja. Kwa hiyo Simba akimpiga yule anakuwa kwa pointi 2. Simba akifungwa atapitwa na 4. Kwa hiyo Simba hakubali, yani hakubali kwa vyovyote vile. Ndio maana yuko radhi aiue mechi ichezwe siku nyingine kama kanuni na sheria zinaruhusu. Ndio maana anakataza kuingiza timu yake, sababu sitashapata pa kugemea. Kwa nini mnanifanyia hivi? Lakini kuna baadhi ya watu wanasema hamna uthibitisho kwa sababu TFF ndio inahusika na kutoa hizo taarifa. TFF mimi nasikiliza kwenye TFF wanasema hatujabadilisha, ila tutafuatilia ikiwa tutatoa taarifa kwa muda, ila kwa sasa hivi hatujabadilisha. Sisi mambo yetu yako pale pale tulipopanga, kwa sababu ina maana sinao mpaka waende wakae wajadiliane na Simba na Yanga wajue wafanye. Unajua kuna watu wametoa vingilio vyao, kuna watu wamesafiri mikoani, kuna watu wametoka nje za nchi wako hapa, itakuwaje? Kwa hapo inawezekana ikatumika busara, mechi ikachezwa, lakini wao wenyewe walisema. Lakini mimi ningeshauri tu itumike busara basi, kawaida tu. Kwa Simba na Yanga mambo ya kawaida yashatokea sana. Simba ishawahi kukataa kuingiza timu, Yanga ishawahi kukataa vile vile. Wote hao kutoingiza timu kwa jambo la kawaida sana. Kwa hiyo sio geni, yani sio geni kabisa. Kwa kumalizia, unawaambia nini wapinzani wako wanazungumzia Yanga? Wanajua kilichokuwa kinafuatia leo, sio kwamba kinachofuatia. Wakatuzuia ili kuwe na longolongo. Wanajua kabisa leo walikuwa wanakutandikwa vibaya, na hata kama Simba wataingiza Yanga anakufa.